wala yuqalu anillahi kayf, wala hapasemwi kwa Mwenyezi Mungu kwamba vipi, yuko vipi. Vipi ni suala hasa linahusika, ni katika mambo maalum, katika viulizio maalumu vinavyohusiana na viumbe tu. Kayf kwa sababu unataka kujua kikubwa kidogo, kirefu kifupi, kinene chembamba, kizima kigonjwa, ambazo hizi zote ni sifa za viumbe. Kayf, vipi, vipi kiko hichi kitu. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zile, kama mtakumbuka, alizotutaka sisi kumjua yeye, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaelekeza yeye ajulikane kupitia viumbe vyake, sio dhati yake. Hakuna mwalimu anayeweza kuifundisha na kuwajulisha watu kuijua dhati ya Mungu iko vipi, kwa sababu haijulikani, hajafanana na chochote. Kule akatufundisha tumjue yeye kwa njia gani, akasema afala yanzuruna ila al-ibili, alafu akasema kaifa, afala yanzuruna ila samai kaifa, ndio hivyo. Zote aya zile kaeka neno kaifa, kwa sababu kaif ndio inofahamisha ni jambo au likiulizio kinachouliziwa kutaka kujua viumbe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni muumbaji, sio kiumbe, hauliziwi kwa tamko la kaif, vipi. Ndio maana akasema wala yuqalu anillahi kaif, wala haulizi Mwenyezi Mungu kwa tamko hili la kaifa. Kwa nini? Lianna al-kaifa ma kana min sifati al-makhluqin, kwa kuwa kaifa ni miongoni mwa vile vilivyokuwa katika sifa za viumbe. Sifa za viumbe ukitaka kuzijua unaweza kuuliza kutumia kaif. Kama sifa zipi? Kal huduthi, kama kuzuka, kutokuwepo alafu akawepo. Vipi kimeumbwa? Vipi? Kaif, unataka kujua. Lakini pia watatawuri, na kubadilika kutoka hali kwenda hali nyingine, kimekuwa vipi katika. Kwa hiyo unaulizia kaif, vipi. Na nyingine wataghayyur, kubadilika kutoka hali moja kwenda hali nyingine, kaif ndio unaulizia, kwa sababu hizi ni sifa zote za viumbe. Wasura, na picha, unataka kujua picha iko vipi, unaulizia kupitia kaif. Lakini pia washakl, na muundo, unataka kujua muundo wake, utaulizia tamko la kaif. Ndio maana kule tukasukumwa kule katika kuuliza kwenye mbingu, tukaulizwa kwa tamko la kaif. Lakini pia watul, ukitaka kujua urefu, kaif ndio unaulizia vipi. Lakini walqisar, na ufupi, pia tamko hilo hilo. Wallaun, na rangi, tamko hilo hilo, kwa sababu ni katika sifa za viumbe. Walharakati, na kutikisika. Wasukuni, na kutulizana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio aliumba kutulizana na kutikisika, ndio aliumba kutulizana na kutukusika au kutikisika. Ana viumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviumba vimetulizana tu, na ana viumbe ameviumba vinatikisika tu, na ana viumbe ameviumba vinatikisika na kutulizana. Miongoni mwa vinavyotikisika na kutulizana mimi na wewe, kuna wakati tunatulia na kuna wakati tunafanya harakati, tunatikisika. Viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba vinatikisika tu, nyota. Kama utaiangalia nyota unahisi kama vile ukiona ile kama inatoa kwa sababu nyota zinacheza, zinatikisika. Ndio maana unaona kama macho yako yanakuonesha kutokea ile hali ya fulani ukitizama. Viumbe gani vimetulia? Mbingu imetulia. Kwa hivyo viko viumbe Mwenyezi Mungu kaviumba vinatikisika, viko viumbe kaviumba vimetulizana, viko viumbe kaviumba vinatikisika na vitulizana. Sifa zote hizi ni za viumbe, yeye hata moja hahusiki nayo, kwa sababu hizi zote ni sifa za viumbe. Mwenyezi Mungu si katika vinavyotikisika wala si katika vinavyotulizana Subhanahu wa Ta'ala. Pia waljulus, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakashika. Kuna watu kwa sababu wanamnasibishia Mwenyezi Mungu kukaa. Mwenyezi Mungu si mkazi, kwa sababu ili kikae kitu kinahitaji kiwe na sehemu mbili, kiwiliwili, kiwe na sehemu ya juu na ya chini. Kama hivi tunavyokaa sisi, hatujawahi kuona mwembe ukikaa wala mnazi, lakini tunamjua mwanadamu anakaa, mbwa anakaa, ndio hivyo, na wanyama wengine na vingine havikai. Kwa hiyo hahusiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kuwa ni mkaazi, kwa sababu yeye kwa nini si mkaazi? Kinachokaa kinahitaji kiwe ni kiwiliwili, na Mwenyezi Mungu si kiwiliwili, yeye ndo aloumba
viwiliwili subhanahu wa ta'ala. Na yote kwa nini? Kwa sababu hizi zote ni sifa za viumbe, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametakashika kuepukana na sifa za viumbe.